Mimi kama kiongozi wa dini ningependa kusema machache. Jambo la kwanza kabisa, ninaomba watoto wenyewe wajifunze kuwaheshimu wazazi na walezi wao, na yote wanayofundishwa majumbani, katika familia, mashuleni, hasa shule za misingi na sekondari, na hata katika mazingira mengine ya kijamii. Sisi Wakristo kwa pamoja tunazo amri 10, na amri ya 5 inasema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi unayoishi. Kwa hiyo natoa wito kwa watoto wazuri wa manispaa yetu ya Ubungo kuwaheshimu wazazi wetu kama amri za vitabu vitakatifu zinavyotaka. Lakini wito wangu wa pili ni kwa wazazi na wanajamii na vyombo vyote vinavyohusika na malezi ya watoto vifanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kama wazazi, tutoe huduma za kijamii kwa watoto wetu, na hasa chakula, mavazi na mahitaji mengine, ili watoto wasishawishike, vitu hivyo visitumike kushawishi watoto kufanya uovu au kuingizwa katika mwenendo hatarishi. Naomba wazazi tuwape watoto chakula, tuwape watoto mavazi na kila mahitaji wanayoyahitaji. La pili, tuwape watoto elimu, tuwasaidie watoto waende shule ya msingi, waende sekondari na hata elimu ya juu, kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha, lakini elimu inamsaidia mtoto aweze kujenga uwezo wa kujilinda na uovu. Jambo la tatu, naomba tena wazazi na jamii inayotuzunguka iweze kuwapa watoto afya iliyo bora, tuwalinde kiafya, kwa maana tuwape matibabu, tuwakatie bima. Tunashukuru serikali sasa hivi inatoa bima kwa wote. Asante sana mstahiki meya na kwa hilo jambo zuri sana linalofaa. Na la mwisho, tuwaruhusu watoto hawa wawe wacha Mungu, tuwalelee katika misingi ya dini. Hakuna dini inayomsisitiza mtoto atende ubaya. Dini zote kimsingi kabisa zinamuasa mtoto awe na maadili mazuri na kuepuka mwenendo hatarishi na makundi yasiyofaa katika jamii. Tunaiomba serikali izidi kutoa uhuru wa kuabudu katika nchi yetu, lakini wazazi na wanajamii pia waweze kuwapa uhuru watoto na kuwalea katika dini zote katika jamii ya Kitanzania. Na la mwisho, vyombo vinavyotoa haki, polisi, dawati la jinsia, ustawi wa jamii, mahakama na jamii kwa ujumla, tunaomba tuwatendee vema watoto hawa, tuwasaidie, tuwalinde.